Lakini dada, kwa nini sisi? Kwa nini tukose? Usiwezi kuamini kwamba mimi napambana sana. Yaani napambana sana kutafuta pesa. Napambana kutafuta maisha. Nazunguka natafuta kazi. Lakini nanyimwa. Inafika wakati mpaka kibarua tu cha shilingi 5,000 kwa siku nanyimwa. Hadi naamua kujituma kufanya shughuli binafsi kama hizi hapa za kuokota makopo. Dada, nasali, naomba kwa Mwenyezi Mungu. Ila mbona sasa maisha yanakuwa hivi? Sawa mdogo wangu unachokiongea, lakini unakuelekea hiko unakwenda kuvuka mpaka. Afu pia haipaswi mkufuru Mwenyezi Mungu kiasi hicho. Unajua kila kitu kinakuja na makusudi yake. Huwezi kujua changamoto hizi tunazozipitia. Huenda Mwenyezi Mungu ana makusudi yake. Leo tusahangaika, lakini huenda kesho tukafurahi. Hivyo basi mdogo wangu, mimi nikusii, usiongee maneno makali na maneno magumu. Wakati mwingine unaweza kumchukiza hata Mwenyezi Mungu. Sidhani kama kuna binadamu amepangiwa kukosa, lakini kila mitihani tunaokutana nayo imewekwa kwa ajili ya binadamu. Na kila kitu unachokutana nacho kigumu kina makusudi yake. Hivyo basi haipaswi ukate tamaa mdogo wangu. Kuna muda nawaza singezaliwa maskini kila sehemu nakataliwa. Kula kwangu mimi ni kwa kutupiwa. Fungu langu lini nitajaziwa? Ndugu yangu, sasa wewe unapiga miayo asubuhi wakati umemaliza kula saa hivi chakula cha mchana. Kwani kwa mtu asipige miayo? Kama alikuwa anakimbizwa. Kwa hiyo mimi nachungulia. Kwani wewe umesubiria nini hapo? Kwani wewe umesubiri nini? Mimi nimekuwa unanifuata tu asubuhi mimi. Mimi hapa bila nimekuja kwenye kilimo na uuzaji wa madawa ya kulevya. Eti madawa. Kwenye nanilie sikia. Nisubiri sana nikwambie kitu kimoja. Hivi unajua kwa nini nini Tanzania nifanyaje Tanzania? Kenya juzi walifunga 5 Walijua hizo. Wewe naangalia wapi mpira, acha kuniambia mambo ya mpira. Mimi niache vipianza. Swende nyumbani. Sikia. Zai mambo. Kwema. Zai sikia. Unaenda shule sasa hivi? Amna naenda kanisani. Mbona wewe ni kelele? Mimi ongea huku, naona jibu huku. Aya wewe ni Zai siku hizi. Zai. Sasa, unajua nini? Unajua mimi ndo nishana ni unasikia? Unamsogelea unamjua? Sikia, mimi nishakwambia, huyo hapa shepeji yako. Nikutambulisha sikutambulisha. Kesho. Unaona, mnikutambulisha sikutambulisha yaziko sawa. Hamna vyo. Uwezi kwa wapi? Huyu tunamwona ni mweupe. Wewe hakimi unamwambia nini? Wewe akili zako zimwambia nini huyo? Nataka kumwambia nini? Huyu. Mungu alisema, enyi wanaume, haendi kanisani. Kuna mimi. Mathayo 4:4 nasema, pendaneni. Mkishapendana, tengenezeni kitu kinaitwa mahusiano. Wapi? Na nani? Siniguse kwanza nisha kwa misi. Sikia. Biblia jibu. Yaani nye, toka nimefika. Sijaelewa mada, mnataka nini? Yaani kelele tu nili kazi kuvutana, tumbewa nini sasa? Maisha. Upendo. Sikiza. Sasa, nimeshajua kabisa nyote wawili mnanitaka. Leo mimi naenda shuleni, sina hela maandazi. Atakayenipa hela maandazi leo, basi huyo ndo mpenzi wao. Sio kwamba hela ndogo wahi kutoa, kubwa. Una hela, huna. Hata sisi wenye hela. Sasa sikia. Mimi hela ipo. Mama alikuwa ameniachia vitunguu na wachukua nyumbani. Wewe unaumwa eh? Si umu. Utakuwa na homa. Kwa hiyo tunaona siku nyingine basi. Kwa kakubali. Kudasi noyo wasio na masikio. Afni. Nini tutafute tu kazi. Mambo? Poa.
Kono ulivyomlaini hivyo. Na viungo vyote ni vilaini hivi. We Muha, umeanza tena masiala yako. Nishakukataza wewe masiala yako. Yaani ukinikubalia mimi Muha aka kitu kidogo takupa kitu ambacho hujawahi kupatiwa maishani mwako. Utanipa nini wewe Muha? Mtu mwenyewe ushazoea kula mawese. Nimezoea kula mawese? Na vitu vingi vya kukupatia mimi. Au unasemaje mtoto? Yaani wewe Muha, mimi siwezi kukupenda na sitokupenda. Ukiendelea kunifuatilia nitamwambia mume wangu. Utamwambia mume wako? Mimi nipo tayari kwa lolote lile kwa ajili yako. Tafanya chochote kile ili nikupate. Amini mimi nakupenda kweli. Kwa upendo gani? Tena usiendelee kunisumbua. Nakubwiye bate. Iwe isiwe lazima ndo kuronka. Jeni je kitu kidogo aka Muha. Dokora hiko ndo menya ndo kuronka. Shubiri. Hivi unaweza kuniambia nini ambacho kimekurudisha nyumbani? Yaani mimi kakako napambana usome. Afi inaonekana uendi shule, si ndio hivyo? Yaani mpaka sasa hivi inaonekana yani upo mitaani uendi shule. Sababu nini? Unaweza kuniambia nini ambacho kimekurudisha nyumbani? Au kuna tatizo gani? Kuna tatizo gani? Nisikilize nikwambie mdogo wangu. Kama una tabia za kipumbavu na za kijinga, sitokubaliana na hilo. Mimi napambana. Mimi na haso wewe ili usome, upate elimu ambayo itakusaidia kwenye maisha yako. Nimeachiwa wewe na wazazi wangu ili niweze kukufundisha maadili yaliyo mema. Sio maadili ambayo ya kuzurura mitaani. Sio unanisikia? Nataka hata kwa baadaye ujivunie kuwa na kaka kama mimi. Sio unazurura mitaani. Hivi unaweza kuniambia nini sababu ambacho kimekurudisha nyumbani? Au unaweza kuniambia nini sababu ambayo hajakufanya uende shule? Yaani kaka, wewe unakaa tu unanisema, unanifokea, haujajua ni shida gani leo nithibu hadi nikatoka shule mapema hii. Na kati unajua kabisa wewe mwenyewe tangia muda mrefu tunakwambia kwamba ada imeisha shuleni. Yaani mwalimu kila siku anakaa ananivumilia sasa leo amenifukuza. Ameniambia nisiende shule kama sijapeleka ada. Nisikilize mdogo wangu. Unajua sikufahamu kama haya yote sababu ya kufukuzwa shuleni sababu ya ada, lakini mdogo wangu nikwambie kwamba kusoma utasoma. Na kuna kiasi cha fedha ambacho namdai mshikaji fulani hivi, nadhani unamjua yule Mokota Makopo. So nadhani ndani ya hizo siku 2-3 ndafuatia utarudi shule. So sijali kuhusu swala la shule, utasoma. Usikate tamaa sawa mdogo wangu. Kwa msingi na unaweza kwenda nyumbani. Kwenda na nyumbani, mimi kuna sehemu kunaenda. Baadaye nitakuja tutaongea. Ai, mchana mwema. Ai. Kwanza alisema ananipenda mimi, sio wewe. Ukumsikia? Nani? Demu wangu, shemeji yako Zabibu. Nani? Zabibu. Dogo. Unaniita mimi dogo? Mimi nani? Unaniita mimi dogo? Nani mkubwa? Mimi. Nani? Mimi. Hayafu naona umeshanizoea sana. Tasikia. Mimi ndio mkubwa, wewe unajibanikiza ukubwa. Haya sikia sasa. Kuna msemo unasema hivi, asiyesikia la mguu kuvunjika kuu. Sasa ngoja nikuelekeze namna jinsi huo ukuu unavyotafuta. Unaona dharau zinazidi kuwa kubwa. Wewe nakwambia yule Zainabu ni shemeji yako. Uelewi shemeji yake na nani? Kwa kaamua ndio shemeji yako. Unataka muheshimu. Ni muheshimu kivipi? Zainabu ni nani yako? Ni shemeji yako, sio shemeji yako? Niguse uone. Ukining'ata usinishike mguu. Ya kushikana mguu wa mpimo. Niache mguu wa vi. Niache. Ya kushikana mguu. Niache. Haya, ugomvi umeisha. Umesha. Ugomvi umeisha. Haujaishi. Niache. Ya kushikana mpimo. Ngoja. Haya ni wako. Aning'ata. Haya ni wako. Ni wako. Hakuna. Ngoja kwanza serikali. Ndio na nini? Subi. Haya nimekuachia. Hakuna. Aweze gwani?
Yaani nataka ukahadisi. Ngoja. Wazazi. Ngoja kwanza. Ni wangu sio wangu? Ni wangu. Ni wangu sio wangu? Wewe. Haya ni wako. Serikali. Mabati. Ngoja. Simpiga mpaka mwana unavunjika. Ni wangu sio wangu? Ni wangu. Ngoja nikuoneshe. Sikia. Sasa naona. Au tuendelee. Na bado sijanywa chai. Ningekunywa ukaona. Au tuende kwanza tukanywe chai alafu tutagombana baadaye. Leo ni wazo eti. Tunakunywa asikia? Tunakunywa kwa nani? Kwa nani hela? Au tukachukua ile ya mama. Rejisemeti? Rejisemeti mimi pale mezani nimemwona. Tumeanza kunywa chai sasa. Uwanda ni huu. Tunarudi. Maana kama unataka kunizoea nikanywa chai kwanza. Lakini sikia sasa. Twende huku. Kwa kwanza ile nyumba. Kwa chukua ile nyumbani. Pale nyumbani ni huku ni huku. Huku. Vipi kwetu ni huku? Kuna muda na wazo singezaliwa maskini kila sehemu nakataliwa. Kula kwangu mimi ni kwa kutupiwa. Fungu langu linini? Jana unadiki kunywa soda na mandazi ili hali unajua bado mimi nakudai kodi yangu. Kwa hiyo hata kula nisile kwa sababu ya kodi yako. Shubiri.